oye! Ndugu zangu, nataka niseme maneno machache, lakini la kwanza nianze kwa kumshukuru sana Mwenyezi Mungu, Mungu wa rehema, kwa kutukutanisha siku hii ya leo kwenye kata hii ya Maporomoko. Na kilichonileta hapa leo ni kuwaeleza mustakabali wa jimbo letu katika miaka mitano inayokuja, kuanzia huu mwaka 2025 mpaka mwaka 2030. Lakini jukumu langu la pili ni kuwaeleza kwa kifupi sana mambo mema mazuri tuliyoyafanya ndani ya kipindi cha miaka mitano. Na jukumu langu la tatu ni kuwahamasisha wananchi wote muweze kujitokeza kwa ajili ya kupiga kura katika uchaguzi mkuu utakaofanyika tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka 2025. Machache wameyazungumza waliotangulia. Ndani ya miaka mitano kwenye sekta ya elimu tumefanya vizuri sana kuliko maelezo. Uongo jamani? Katika sekondari 8 mpya tulizojenga Tunduma, moja ya sekondari bora na ya kisasa tumejenga kata hii ya Maporomoko, si ndio jamani? Kila mtu akipita pale barabarani anasema kwa kweli tumejenga shule la kisasa ambalo haliko maeneo mengine nchini. Tumefanya hivyo kwenye kata 8 nyingine ikiwemo kata ya Chiwezi ambako tumejenga shule bora kuliko zote nchini yenye thamani ya shilingi bilioni 6 fedha za Kitanzania. Tumefanya hivyo. Lakini kama haitoshi, tumefanya hivyo kwenye upande wa afya. Tulikuwa na kituo kimoja cha afya, leo tuna vituo vya afya 6 na vyote 6 vinafanya kazi. Lakini tumeongeza vile vile zahanati mpya 4. Maanake ndani ya kipindi cha miaka 4-5 hii tumejenga wastani wa huduma za vituo vya afya 10 katika mji wetu wa Tunduma. Tumefanya hivyo kwenye barabara za mitaa. Wakati tunaingia madarakani tulikuwa na kilomita 1.7. Leo tuna zaidi ya kilomita 10.183 katika mji wetu wa Tunduma. Kwenye umeme tumehakikisha tumesambaza mitaa yote. Jukumu lililobaki ni kuhakikisha umeme haukatiki ovyo ovyo. Na serikali sasa hivi tuko katika hatua ya mwisho ya kujenga kituo cha kupozea umeme pale Nkangamo. Tuko zaidi ya 80%. Kabla ya mwisho wa mwaka huu kituo kitakuwa kimekamilika na huduma ya upatikanaji umeme kwa 100% katika mji wa Tunduma itakuwa imekamilika, si ndio jamani? Tumechimba visima 9 katika maeneo ya kata 9, lakini bado hayajatatua changamoto kwa 100% katika mji wetu wa Tunduma. Mwezi wa 3 tarehe 20 mwaka huu tumesaini mkataba mkubwa wa kutoa maji Mto Momba wenye thamani ya bilioni 119.95, na tayari mkandarasi wa kampuni ya CCECC ya China wameshapokea fedha bilioni 17 advance payment kwa ajili ya kuanza ule mradi. Kwa hiyo wajibu wenu nyinyi mnaponipa hii kazi ni kwenda kusimamia ule mradi
ili tulete maji katika mji wetu, mradi ambao utakuwa na uwezo wa kuzalisha maji lita milioni 20 kwa siku, na mahitaji ya mji wetu ni lita milioni 8. Maana tutakuwa na ziada ya lita milioni 12 katika mji wa Tunduma. Kwa hiyo ninaiomba hii kazi ili nikamalizie haya ambayo tulishayaanza, na bahati nzuri mnanifahamu mimi ni mtu wa kazi, si ndio jamani? Ila sio mtu wa kazi kama yule jamaa asema mimi mtu wa kazi, nimetumwa kazi kabidi nifanye kazi. Mmenielewa? Sasa mimi sio mwizi wa taifa, bali mimi ni mchapakazi wa taifa. Sawa sawa jamani? Kwa hiyo ninawaomba mniamini. Swala la njia 4 Mheshimiwa Rais alishalizungumza wakati anafanya kampeni hapa. Mimi wajibu wangu ni kwenda kusimamia. Tutajenga barabara njia 4, tunajenga kituo kingine cha forodha hapo Iboya. Kiufupi tunakwenda kuondoa tatizo la foleni katika mji wa Tunduma. Miaka 5 ijayo hii changamoto haitakuwepo kabisa. Sawa sawa jamani? Lakini tunakwenda kujenga bandari kavu katika eneo la Mpemba. Bandari ile itakapokamilika, mizigo inayoshushwa pale kwa ajili ya kwenda nchi za SADC, mizigo yote itakuwa inahifadhiwa katika bandari kavu ya Mpemba. Nchi za SADC bandari yao itakuwa eneo la mji wa Tunduma katika eneo la Mpemba. Nina uhakika tutapandisha mapato yetu ya mji mara 3 zaidi ya tunavyokusanya sasa hivi baada ya mradi ule kukamilika. Kwa hiyo tutaendelea kufanya miradi hii, ikiwemo kusambaza barabara za lami katika mitaa yetu bila hata kusubiria fedha kutoka serikali kuu. Kwa hiyo manake ninapoyasema haya, nina uhakika na nini na kwenda kukifanya. Na bahati nzuri mmemchagua mbunge ambaye ana kumbukumbu ya kila kitu ambacho tumekianza, wapi kimefikia na wapi tunaelekea. Sawa jamani? Lakini nyinyi ni mashahidi. Tumetoa mikopo kwa kina mama, vijana na watu wenye mahitaji maalum. Na ninapokwenda kuingia madarakani mwaka unaoanza, tutatoa mikopo ya bilioni 5.3 kwa ajili ya vikundi vya kina mama, vijana na watu wenye mahitaji maalum. Sasa nyinyi mnataka nini kama sio maendeleo katika mji wetu, si ndio jamani? Lakini mwisho na kwa umuhimu mkubwa, nataka nizungumzie amani ya mji wetu na kwa nini wananchi mnahitaji kwenda kupiga kura siku ya tarehe 29. Hili ndio la muhimu kubwa, sababu moja ya wajibu wangu ni kuhamasisha watu kujitokeza kwa wingi kwenda kupiga kura. Nimekagua daftari la wapiga kura. Kata ya Waporomoko ina wapiga kura karibu 6509. Matarajio yangu, nataka watu zaidi ya 6000 wajitokeze kwenda kupiga kura siku ya tarehe 29. Haijalishi nani amegoma kufanya uchaguzi, hiyo sisi haituhusu, si ndio jamani? Hiyo ni juu yao, si ndio? Niwaambie tu kwamba tarehe 29 wewe kazi yako itakuwa moja. Unakwenda unapiga kura, unarudi zako wapi? Nyumbani. Na mimi kama kiongozi, wajibu wangu kukutaarifu hilo. Piga kura, nenda nyumbani. Jukumu la kulinda kura tutalifanya sisi viongozi, si ndio jamani? Umepewa haki ya kushiriki uchaguzi. Uchaguzi ni takwa la kikatiba, nyinyi wote mnafahamu. Kila baada ya miaka 5 Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imesema kutakuwa na uchaguzi mkuu wa udiwani, ubunge na urais. Ni takwa la kikatiba. Sasa haiwezekani chama kimoja kishindo kushiriki kwenye uchaguzi alafu kiseme tarehe 29 tutakiamsha. Naambia hivi, kabla mjakiamsha mtakuwa mmelala. Sawa sawa jamani? Hatuwezi kukubali mambo kama haya. Kwa hiyo
hiyo mimi niwaombe, tulipewa haki ya kushiriki kwenye uchaguzi, tumekataa kwa hiari yetu kushiriki kwenye uchaguzi. Huna haki nyingine, una haki moja tu iliyobakia. Haki ulionayo ni kwenda kupiga kura, si ndio jamani? Wewe kama umpendi Silinde, tarehe 29 ni haki yako kwenda kusema mimi sitamchagua Silinde, nitamchagua mgombea wa chama kingine. Ni haki yako, hiyo ni haki yako ya msingi. Lakini kuvuruga amani ya nchi yetu, hiyo sio. Ninawaomba wananchi wote wa mji wa Tunduma, jitokezeni kupiga kura. Hutaki kupiga kura siku ya tarehe 29, usituharibie mji wetu. Lala nyumbani kwako, ukatazwi, katiba inakuruhusu kulala. Lakini kuvuruga amani kwenye mji wetu, hilo hatutakubali. Sawa sawa jamani. Kwa hiyo ninawaomba wananchi, tarehe 29 uchague diwani Samata kwa ajili ya kata ya wapi? Ya Maporomoko. Samata apite bila kupingwa. Sawa jamani. Ukitoka pale unakwenda kumpigia Simba wa Tunduma, Silinde, si ndio jamani? Wangapi wanasema Silinde anatosha? Asinatosha, kwani sitoshi? Yaani hata kama upendi, mimi mwenyewe najua natosha. Sawa sawa jamani. Na kwenda kuwafanyia kazi nzuri sana kuliko vile ambavyo mnatarajia. Yaani miaka 5 nitakayoyafanya kwenye mji wa Tunduma, nina uhakika hakuna mtu hata lipa kwenye hii kazi nitakayoifanya. Ukichukua 5 ya kwanza na hii ya pili, itakuwa ni balaa kwenye mji wetu. Kwa hiyo mimi nahitaji kura za kutosha. Mimi nataka zimwagike, si ndio jamani? Nilimwahidi Mheshimiwa Rais tutafikisha 95%. Na tusipofikisha nitandike bakora. Bado msimamo wangu ni ule ule. Sawa sawa jamani. Wewe ukisusa, si tunasonga mbele, si ndio jamani? Tunaendelea na kazi. Inchi, yani inchi bwana nzuri sana, si ndio jamani? Mimi nilishakuwa huko upinzani, nyinyi mnafahamu. Si nilikuwa huko jamani? Wakati nikiwa huko nimeshakuwa mbunge wa upinzani kwa kukishinda Chama cha Mapinduzi. Wakati ule tulikuwa tunaambiwa koma kamanda. Sasa hawa makamanda sasa hivi wamelegea, wataweza hii shughuli kweli kweli? Yaani wamelegea kinyama. Ndio maana wamekimbia hapa. Shughuli sio ndogo. Hivi wewe MTTU hapa Tunduma hapa wangenishinda hawa mimi. Wanajua shughuli yangu, ndio maana wanalia kila siku. Silinde kashinda kura za maoni. Tunaye tena miaka 5. Yaani wataniona sana. Mmenielewa? Kwa hiyo tuwaambie tu wakae kwa amani, wasubiri mwaka 2030 tutakutana nao kwenye debe. Sawa jamani? Wengine tarehe 29 twende tukampigie Dr. Samia Suluhu Hassan kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Wangapi wanasema mama anatosha?